وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aya tulizosoma ni kuanzia nambari 12 katika surati al-Mulk. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaib, hakika ya wale ambao wanamhofu Mola wao mlezi kwa siri, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, watakuwa na msamaha mkubwa na malipo makubwa. Al-khashya na al-khawf, kuna farku baina ya al-khashya wal-khawf katika lugha ya Kiarabu. Pamoja zote hizo ni kuogopa, lakini zinatofautiana katika utendaji na katika maana ya ndani. Wanasema al-khawfu mara nyingi inakuja kutokana na udhaifu wa yule mwenye kuogopa. Khofu, al-khawf yaati min dha'fi al-khaif, inakuja kutokana na udhaifu wa yule ambaye anaogopa. Mfano, mwanadamu akaogopa simba. Kwa nini mwanadamu anamwogopa simba? Kwa sababu mwanadamu yeye ni dhaifu kuliko simba. Idhan al-khawfu yati min dha'fi al-khaif, lakini khashya ni tofauti na hivyo. Al-khashya yati min 'azamati al-makhshi, inapotumika khashya, hofu hii inatokana na ukubwa wa yule anaogopewa, ukubwa wa yule anaogopewa, kama ambavyo sisi tunamwogopa Allah tabaraka wa taala kutokana na ukubwa wake. Tumeelewana si kwa sababu ya udhaifu wetu, kwa ukubwa wake, yani kwa kuogopa kwa ukubwa wake. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya khashya wal khawf katika lugha ya Kiarabu. Mara nyingi kwenye Qur'ani inakuja hivyo na inachunga hivyo, japokuwa mara chache inakuja kinyume chake. Kwa hiyo Allah anasema innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, hakika ya wale ambao wanamwogopa Mola wao mlezi kwa siri. Maana yake mpaka kitu kakiogopa kwa siri na wala ukioni, maana yake si kwa udhaifu wako, bali kwa ukubwa wa kile unachokiogopa. Muumini anamwogopa Allah tabaraka wa taala aliyekuwa muoni. Tuelewana lakini kwa nini anamwogopa Allah? Li'azamatihi wa jalalatihi, anamwogopa kwa sababu ya ukubwa wake, kwa sababu anamjua Allah tabaraka wa taala kwa viumbe vyake. Akiangalia mbingu, uumbaji wake, akiangalia bahari ilivyoumbwa, akiangalia ardhi, ni viumbe vikubwa vya Allah tabaraka wa taala alivyovisimika kwenye ulimwengu huu. Mwenye imani yoyote akiviangalia hivi
wa innama tadullu ala adhamati al-khaliq, vinampelekea kujua ukubwa wa yule alivyoviumba hivi vikubwa viumbe. Kama viumbe ni vikubwa hivi, yeye aliyoviumba, ndio hapo kupatikana khashya, ndio hapo kupatikana al-khashya, kwamba kwa ukubwa wa yule aliyoviumba viumbe hivi, basi tunamwogopa kupitia imani zetu, japo kuwa hatujamuona. Tumeelewana Lakini kupitia maelekezo ya kitabu chake na maelekezo ya mtume wake, lakini vile vile kupitia ayati kaunia, viumbe vyake alivyoviumba vikubwa, tunamuona Allah tabaraka wa taala kupitia imani zetu. Kwa hiyo mwenye kuwa na hilo, malipo yake ndio haya. Allah anamsifia hapa, anasema innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi, hakika ya wale ambao umeogopa Mola wao mlezi kwa siri, kwa ghaibu, lahum maghfiratu, basi wao wana malipo makubwa, wa ajrun kabir, na wana malipo na wana msamaha mkubwa na wana malipo makubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ay lahum inda Allahi maghfiratun adhima lidhunubihim, maana yake wana wao msamaha mkubwa katika dhambi zao, wa ajrun kabir ay wa thawabun jazilu la ya'lamu qadrahu ghayru Allah, wana malipo mazuri na makubwa, malipo ambayo hakuna anajua kiwango chake isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, basi fanyeni siri kauli zenu, au ijharu bihi, au zidhihirisheni. Innahu, hakika ya yeye, alimun, ni mjuzi mno, bidhati suduri, kwa yale ambayo yamo katika vifua. Maana yake ni sawa sawa kwa mwanadamu akafanya tendo kwa siri au akazungumza kauli kwa siri au dhahiri, yote ni sawa sawa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kufika kwa Allah mambo hayo ni sawa sawa, hakuna la kuchikana kwa Allah tabaraka wa taala. Eti nyinyi kauli hii nimesema peke yangu au hii nimeisema mbele ya watu, ni sawa sawa mbele ya Allah. Utakachofanya, utakachotamka, basi Allah yeye kwake vyote hivyo anavijua. Hakuna kwamba hapa kujua kwa sababu litamka siri au hapa anapajua kwa sababu litamka dhahiri. Wa asirru qawlakum, sirisheni maneno yenu na kauli zenu, au ijharu bihi, au dhihirisheni kauli hizo. Maana yake ni sawa sawa kwa Allah, sawaun akhfaitumuhu au adhartumuhu, ni sawa sawa mkizificha kauli zenu hizo au mkizidhihirisha. Fa inna Allaha ya'lamu, hakika Allah anavijua hivyo vyote. Kwa sababu gani? Innahu alimun bidhati sudur, hakika yeye ni mjuzi katika dhati za vifua, katika mambo yaliyo kwenye dhati ya vifua. Allah yeye anayajua mambo yote yale yaliyofichikana kwenye vifua, katika asrari wal khafaya. Allah tabaraka wa taala yote anayajua. Kama anayajua yaliyomo kwenye nyoyo, atashindwa kujua yale unayotamka kwa siri? Allah tabaraka wa taala amezungumzia kwa mubalagha aya hii kuonyesha kwamba siri zenu mnazozizungumza, maneno yenu mnayozungumza kwa dhahiri, si lolote si chochote katika kuchukuliwa na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yeye ni mjuzi wa kujua yale kwenye nyoyo ambayo hajatamkwa kabisa. Yale ambayo dhamira zako zimo kwenye moyo, Allah anazijua kabla hujazitamka. Sasa ukijitamsha wewe kwa siri maneno yako, maana yake si lolote si chochote, alishayajua kwenye moyo wako kabla hujafanya hiyo siri ya kutamka. Imekuja kwa mubalagha kuonyesha kwamba mwanadamu asijidanganye kuonyesha kwamba anamficha Allah baadhi ya aqwali au afali. Hapana, Allah yeye
kila ambalo linatoka kwa mwanadamu analijua, liwe la kheri au liwe la shari. Qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, nazalat fil mushrikina, aya hii imeteremshwa kuhusu washirikina. Kanu yanaluna min rasulillahi, walikuwa wakimsema mno Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayukhbiruhu Jibrilu bima qal, na Jibrili alikuwa akimwambia Mtume yale ambayo wameyasema. Faqala ba'dhum li ba'd, baadhi yao wakaambia wengine, asirru qawlakum hatta la yasma ilahu Muhammad, fanyeni siri maneno yenu ili asisikie Mungu wake Muhammad. Tumeelewana? Washirikina wakaambiana hivyo kwamba fanyeni siri mazungumzo yenu ili Mola wa Muhammad asiyasikie. Fa akhbarahu Allahu annahu la takhfa alayhi khafiya, ndipo Allah alipomjuza mtume wake kwamba hakuna chochote kinachopita bila kujulikana na Allah tabaraka wa taala. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, waambie wao wasirishe maneno yao au wadhihirishe maneno yao, Allah anajua. Innahu alimun bidhati sudur, yeye Allah ni mjuzi mno kwa yale ambayo kwenye vifua, yale jificha kwenye vifua Allah anayajua. Itakuwa sembuse yale ambayo mtu anayatamka eti kwa siri. Siri ni nini ukilinganisha na dhamiri iliyokuwa ndani ya kifua ambayo haijatamkwa? Siri si lolote, si chochote. Tumeelewana? Kwa hiyo kauli hii iliwahusu sana washirikina ambao walikuwa wamepanga mipango hiyo kuzungumza kwa siri ili Mola wa Muhammad asiyajue hayo. Ala ya'lamu man khalaq, alhamzatu hamzatul istifham, la nafiya. Ya'lamu fi'lu mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahira ala akhirih, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Man ism mawsul mabniyu ala sukuni fi mahali nasbi maf'ul bihi. Khalaqa fi'lu madin mabniyun ala fatha, wa jumlatul fi'li wal fa'il silatul mawsul. Ala ya'lamu man khalaq, yeye Allah hawajui wale aliowaumba? Hivi mwaona Allah yeye hawajui wale aliowaumba? Wa huwa al-latifu al-khabir, hali ya kuwa yeye hafichikani na yoyote na chochote, bali khabir, bali yeye ni mwenye ilmu na habari ya vitu vyote vinavyofanya. Mpaka mkasema kwamba wa asiru qawlakum aw ijharu bihi, mwataka mseme kwamba yeye hawajui wale aliowaumba. Ala ya'lamu man khalaqa, yeye Allah hawajui wale aliowaumba au vile alivyoviumba. Al-istifhamu al-inkari, kwamba Allah anajua. Istifhamu litakriri, kwamba Allah anawajua vilivyo wale ambao amewaumba. Al-istifhamu at-takriri, Allah anawajua wale aliowaumba kama anawajua hata yale yanayotoka kwa wale aliowaumba pia anayajua. Maana yake hakuna cha siri hapo. Wa huwa al-latifu, hali ya kuwa yeye Allah ni mpole mno kwa waja wake, mwenye kujua habari za ndani za waja wake. Al-khabir, na vile vile ni mwenye ujuzi na kuyajua yote yale ambayo yanazungumzwa na waja wake. Al-latif maana yake ni kujua yale ambayo hayajulikani na viumbe, yaliyojificha ndani kabisa. Ndio maana ya sifa hii ya Allah al-latif, ambayo hakuna kiumbe aweza akajua, kama yale yaliyokuwa kwenye nyoyo za binadamu. Hakuna kiumbe anajua dhamira ya kiumbe mwenziwe isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Al-khabir, na ni mwenye kupata habari ya yale ambayo yanatendeka kwa waja wake. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan,
Yeye Allah ndiye ambaye amewafanyieni ardhi kuwa ni dhalili, layyinan maskhuran, ameifanya ardhi kwa ajili yenu kuwa ni yenye kudhalilishwa. Antum ta'maluna fiha ma tasha wa alaiha ma tasha, mnafanya mtakacho juu ya ardhi na ndani ya ardhi vile mtakavyo. Ameifanya ni dhalili, sahla, layyina, mkaifanya mnavyotaka. Ukishika jembe, ukichimba, ukafukia mbegu zako, ardhi inakubali. Ukitaka kushika suruhu, ukachimba madini yaliyokuwepo ndani, ardhi inakubali. Lakini nani kafanya hivi? Ni Allah tabaraka wa taala, ndio ameifanya ardhi ikubaliane na yale ya mwanadamu. Laiti Allah angelitaka, ardhi angeifanya kwenye umbile jingine ambalo usingekuwa na udhalili mbele ya mwanadamu. Leo angalia Allah tabaraka wa taala alivyotufanyia dhalili ardhi. Leo kuna majengo marefu juu ya ardhi yamejengwa. Jengo refu kubwa kuliko lote liko nchi gani? Liko Dubai. Lina ghorofa ngapi? Na ghorofa ngapi? 200? Mbona mwakisia? Ni karibia 112, yani inakaribia 120 ghorofa. Lakini ukumbuke ile ghorofa liko juu ya liko juu ya ardhi. Mapiramidi Misri yaliyojengwa na Firauna na watu wake ndio majengo ya ajabu ya kale, yamejengwa juu ya ardhi, na vingine hivyo vyote ambavyo tunavishuhudia. World Trade Center Marekani pale ilikuwa na ghorofa ngapi? 110. Umeona, iko juu ya ardhi. Naam. Umeona, 33 yako juu ya ardhi. Asante. Ala kulli hal, maneno haya Allah tabaraka wa taala wakati ayateremsha, watu wengi walikuwa wanakimbilia kwenye ukulima tu, kwa sababu hakuwepo na majengo marefu kama hayo juu ya ardhi. Hakukuwepo na teknolojia kubwa kama tunayoshuhudia sasa hivi juu ya ardhi. Kuna mambo mengi ya ajabu ya juu ya ardhi, na ardhi imetulizana vile vile kwa taskhiri ya Allah tabaraka wa taala bil insan. Kwa hiyo Allah anasema kuonyesha ukubwa wake, ili mjue kwamba yeye ni mkubwa. Anawaonyesha namna ya ardhi mnayoiona kubwa, lakini Allah ndiyo aliyoituliza mpaka mwanadamu akafanya anavyotaka. Ni Allah mwenyewe ndiyo aliyoituliza ardhi. Leo angalia, Allah anapotaka kuonyesha ishara zake za ukubwa wake, akaleta tetemeko la ardhi, na tetemeko laweza likawa la sekunde 2 tu, lakini likaharibu miundombinu iliyokuwa juu ya ardhi. Sekunde 2, bali lengine linakuwa ni sekunde 1 tu, likapiga limepita, lakini kunyuma likaacha athari kubwa. Yale yote anayeleta Allah kuashiria wanadamu ukubwa wake, kwamba msijione mmetulizana juu ya ardhi mpaka wengine mkafikia kumwasi Mola wenu tabaraka wa taala juu ya ardhi, lakini ardhi imetulizwa na Allah. Badala ya kuitumia kwenye matumizi mazuri ya kumwabudu Allah na kumtii Allah, nyinyi mnatumia ardhi hiyo katika kumwasi Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana saa nyingine anatuletea yale matetemeko ya ardhi na mingineyo, ili kuturudisha kwenye mstari ya kujua neema hii ya utulivu wa ardhi, na mwanadamu akawa juu yake anafanya anavyotaka. Leo mtu ajenga jengo lina ghorofa 120, yuko kule. Allah akitingisha sekunde 2 tu vitu vyote vyaanguka, lakini Allah anaona kwa huruma yake, ngojea kwanza, bado.
alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan, yeye Allah ndiye ambaye amewafanyia ardhi kuwa ni dhalili. Famshu fi manakibiha, basi tembeeni katika pande zake na mgongo wake hiyo ardhi. Wakulu min rizqihi, na mle katika riziki za Allah tabaraka wa taala. Wa ilayhi nushur, na kwake yeye Allah pekee ndiyo makusanyo ya kila kiumbe. Tumeelewana? Tembeeni katika ardhi mtakavyo. Wanasema wal amru lilibaha wa laysa lilwujub. Tumeelewana? Kwa sababu sio kila amri inakuja katika Qur'ani yaktadhi alwujub, la, amri nyingine zinakuja yaktadhi alibaha. Tumeelewana? Yaktadhi ilzam, yaktadhi kadha, yaktadhi tahdid na mengineyo kama hapo. Kwa hiyo famshuni fil amri, kwamba kama mshajua kwamba walladhi ja'ala lakumul arda dhalula, kama mshajua kwamba yeye Allah ndiye aliyofanya ardhi kwenu nyinyi kuwa ni dhalili, kama mshajua hivyo, famshu fi manakibiha, basi tembeeni. Imekuja kwa fa'u fasiha. Alfa'u bimaana in kuntum qad alimtum anna Allah huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula idhan famshu fi manakibiha, tembeeni katika pande zake ardhi. Wakulu min rizqihi, na mle katika riziki zake. Wa ilayhi nushur, hilo ni tisho, hiyo mwisho inamalizika wa ilayhi nushur. Kwake yeye peke yake Allah ndiyo makusanyo. Hii ni tahdidi wanaambiwa wanadamu, sio kwamba mjitembelee mtakavyo nyinyi. Maana yake mtembelee katika zile taratibu alizoziweka Allah, sio kwamba mjilie mnavyotaka nyinyi. Maana yake mle vile ambavyo Allah amevielekeza, mkizingatia kwamba mkienda kinyume mtakusanywa kwa Allah tabaraka wa taala, na atakwenda wauliza, mimi hiki niliwakataza msikile na mmekila, nyenendo hizi niliwakataza msitembee kwenye ardhi, mmetembea. Mfano, nyenendo baya ni mtu kufanya sa'i katika ardhi kwa ajili ya kwenda mdhuru mwingine, atoka sehemu A na sehemu B kwa ajili ya kwenda mdhuru mtu. Hilo sio tulioambishwa kutembea katika ardhi. Mtu anatoka sehemu fulani anaenda sehemu nyingine kufanya maasi, kutembea huko siko kule kukusudiwa. Imekuja kwa ijmal, alafu zimekuja aya mbalimbali kitafsiri hadha al-amri. Nyenendo hizo ni nyenendo gani tunazotakiwa kutembea katika dunia? Kula huko ni kula kwa aina gani tunazotakiwa tule kwenye dunia? Pamoja imekuja mujmala, lakini zimekuja aya nyingine mufassala. Kwa hiyo kula, kutembea katika ardhi pamoja zimekuja ni amri, lakini sio amri lilwujub, kwamba mtu ajitembelee. Tumeambiwa tutembee sasa kwenye ardhi, mara ndio huku una taratibu zozote, umeuka huku. Tumeambiwa tule kwenye ardhi. Allah aya dalili ametoa hii, mtu anajilia chochote cha haramu cha halali. Sio hivyo, kuna mipaka yake na taratibu zake ambazo Allah tabaraka wa taala ametuwekea. Wa fil aya dalilun ala nadbi at-tasabbubi wal kasb, na katika aya hii kuna dalili ya sunna ya kuweka sababu katika chumo na kuchuma. Maana yake aya hii inatuonyesha kwamba kama wataka kutafuta riziki, kama wataka upate riziki, maana yake mpaka ufanye sababu. Tumeelewana? Usijifungie nyumbani leo ukasema Allahu huwa razzaqu dhul quwwati matin, Allah ni razaki ataniletea. Yatakiwa ufanyeje? Uchukue sababu. Hata uuze bizari pale nyumbani kwako au sokoni, uende ukauze sijui ni maji ya kandoro yale, yani chochote, lazima ushughulike, ndipo Allah alete riziki yake. Aya hii inatufundisha namna ya kujishughulisha, sio ya kubeteka kusubiri kuomba na kuona kwamba Allah tabaraka wa taala atakuletea. Hapana, angalia Allah alipozungumzia ardhi,
Mwisho akasema famshu fi manakibiha, tembeeni kwenye pande zake ardhi. Maana yake tokeni sehemu moja mwende sehemu nyingine kwenye utafutaji. Wakulu min rizqi, kana kwamba anasema huko mkitoka kwenda tembea ndipo mtakapokula katika riziki zake. Safir tajid iwadha amman tufariq wansib fa inna ladhidha al-aishi min an-nasab inni ra'aytu uqufa al-ma yufsiduhu fa in sara taba wa in lam yajri lam yatib. Imam Shafi anasema mimi nimeona kutuama maji ndio kuna kuharibu maji. Maji yakituama sehemu moja kwa muda yatatoa harufu mbaya, yatufaa kunywa. Wa insara taba, lakini maji yakitembea yanakuwa mazuri. Wa in lam yajri lam yatib, lakini hakiwa hayatembei maji yanafanya nini? Hayawi mazuri kunywa. Maana yake na wewe pia anakupigia mfano Imam Shafi kwamba changamka, tembea, shughulika, usikae sehemu moja ukasema kwamba ukaomba watu ukataka watu wapite wakusaidie. Uza hata chochote, jishughulishe hata kupiga zege na mzio, kuchanganya nini kokoto, ili mradi uwe unashughulika. Allah mule atatia fadhila zake na baraka zake na riziki zake. Kazi yako ile ile unayonadumu, Allah ataibariki ile ile, itakuwa ni mashuhuri na utapata kipato kizuri. Usikae sehemu moja, kwa sababu aya inatuonyesha ukaa sehemu moja sio katika tawakkul, sio katika tawakkul. Katika kutawakkal ni mtu kuchukua sababu ya kutafuta riziki. Tumeelewana? Wa ilaihi nushur, na kwake yeye pekee Allah ndiyo kwenye makusanyo na watu kulipwa. Hakuna sehemu baada ya kufa watu watakaokusanywa isipokuwa mbele kwa Allah tabaraka wa taala peke yake, na watalipwa na kuhesabiwa wanadamu. Aamintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardh, je, mmejiaminisha kwa yule ambaye yuko juu? An yakhsifa bikum al-ardh, kuwazamisheni katika ardhi. Fa idha hiya tamur, pale itakapokuwa inatetemeka. Mnajiaminisha kwamba nyinyi Allah hatawazamisha kwenye ardhi? Mnajiaminisha hivyo? Tumeelewana? Kwa hiyo aya hii pia ni dalili ya kwamba Allah yuko wapi? Allah yuko juu. Aya hii pia ni dalili kwamba Allah yuko juu, na si kwamba Allah yuko kila sehemu. Ilmu yake Allah yuko kila sehemu, lakini yeye mwenyewe yuko wapi? Yuko juu, kwa sababu ya dalili zote ambazo tumewahi kuzionyesha huko nyuma katika Qur'ani na hadithi na fitratul insan. Zote hizi zinaonyesha kwamba Allah yuko juu. Mojawapo ni katika hadithi tuliyowahi kuisema ya yule kijakazi aliyokuja kwa Mtume akaulizwa, aina Allah, Allah yuko wapi? Binti yule akasema, Allahu fi sama, Allah yuko juu ya mbingu. Man ana? Anta rasulullah, nani mimi? Akajibu, wewe ni mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sayyidi wake, atiqaha fa innaha mu'mina, mwache huru huyu kijakazi, huyu ni mu'min. Mpaka anajua kwamba Allah yuko juu, huyu ni mu'min. Tumeelewana? Lakini vile vile katika Qur'ani, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah mwingi wa rehema yuko kwenye arshi, amestawi kwenye arshi. Na arshi kama ilivyokuja dalili zote kwamba arshi iko juu ya mbingu saba, tuelewana, ambapo Allah ndio yuko huko kwenye arshi kama alivyoelezea mwenyewe. Lakini fitra inatuonyesha kwamba mwanadamu awe na imani asiwe na imani, anapotaka kumwomba Mungu uinua mikono wapi? Juu. Hata asiokuwa na imani, maadamu anakiri uwepo wa Allah, basi hata kiomba afanya hivi. Ile ni fitra tulioumbiwa na Allah tabaraka wa taala, na wala sio taklifi ya kibinadamu. Ni maumbile, kila mmoja anapotaka kuomba uelekeza mikono juu kwa imani ya kimaumbile.
kwamba Allah yuko wapi? Yuko juu. Aamintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha, je, mnajiaminisha na yule ambaye yuko mbinguni kuwazamisheni nyinyi katika ardhi? Fa idha hiya tamur, pale itakapokuwa inatetemeka ardhi. Am amintum, au mmejiaminisha man fi sama, kwa yule ambaye yuko mbinguni, an yursila alaikum hasiba, kuwapigeni na kuwateremshieni mawe kutoka juu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, basi mtajua ni jinsi gani yalikuwa maonyo yangu. Imetumika an yursila alaikum, arsala. Fiili hii arsala inapokuja, imma inakuja ni mutaaddia, na wakati mwingine inakuwa inataaddi na harfu jar, wakati mwingine inaingia kwenye maf'ul bihi mubashara bila ya wasita wa harfu jar. Wala Allah tabaraka wa taala anasema inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Hii hapa imekuja imetaaddi moja kwa moja na maf'ul bihi, haikuwa na wasita wa harfu jar. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Wakati mwingine arsala inakuja inataaddi na harfu jarri ila, lakini wakati huo haizungumzii ubaya wa jambo wala adhabu ya wale waliopelekewa kitu. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, kwa hakika tulimpeleka na kumtuma Nuhu kwa watu wake. Imekuja ila, hakwenda na tabia na habari mbaya, hakwenda na chuki kwa wale watu waingize ya chuki, bali alikwenda na ujumbe wa Allah tabaraka wa taala kwenda kuwaofisha watu wake. Ndio maana imekuja kwa ila, hakwenda kwa ugomvi. Lakini inapokuja arsala ikataaddi na harfu jarri ala, maana yake inakusudia adhabu, inakusudia adhabu. Kama hapa Allah tabaraka wa taala anasema am amintum man fis samai an yursila alaikum, au mnajiaminisha na yule ambaye yuko mbinguni, an yursila alaikum, kuwaadhibuni nyinyi, hasiban, kwa mawe. An yursila alaikum, kuwateremshieni nyinyi, hasiban, mawe, hali ya kuadhibu maana yake. Wa arsala alaihim tayran ababil, imekuja kwa ala katika surati al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim. Hakusema Allah wa arsala ilaihim, kwa sababu anakusudia adhabu, ndio maana ametumia ala. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah akawapelekea wao kuadhibu tayran ababil, ndege makundi makundi. Tarmihim bihijaratin min sijilin, hali ya kuwapiga wao na vijiwe vya moto. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah akawafanya vile walivyoanguka kana kwamba ni majani yaliyotafunwa, hawana nguvu tena, tepe tepe kama majani. Kwa hiyo ndio maana ya arsala. Popote unapoona imekuja arsala alafu na ala, basi hiyo kwa kusudiwa adhabu, kwa kusudiwa adhabu. Ama amintum man fi samai an yursila alaikum hasiba, au mnajiaminisha na yule ambaye yuko juu mbinguni, an yursila alaikum hasiban, kuwaleteeni nyinyi mawe, kuwateremshieni juu yenu nyinyi mawe. Fasata'lamuna kaifa nadhir, basi mtajua namna ya maonyo yangu.
nadhir. Tumeelewana? Asli yake ni nadhiri kwa yaul mutakallim, walakin udhifa alyaul mutakallim limuraati alfawasil, kwa sababu ya kuchunga visimamo ndio maana yau ile imeondolewa, lakini asli yake sentensi fasataalamuna kaifa nadhiri, basi mtajua namna ya maonyo yangu. Nimewaonya sana lakini hamkusikia, kwa hiyo mpaka mkajiaminisha na adhabu za Allah tabaraka wa taala. Siku mkiingia mikononi mwangu mtajua maonyo yangu yalikuwa na faida gani. walaqad kadhaba alladhina min qablihim, allamu waqi'at fi jawabi alqasam taqdiruhu wallahi laqad kadhaba alladhina min qablihim, na kwa hakika walikadhibisha maneno ya Allah, walikadhibisha mitume ya Allah. Alladhina min qablihim, wale ambao walipita kabla yao, washirikina wa Maka, maana yake kama vile kina Adi, kina Thamud, kina Qaumu Lut, hao wote walikadhibisha mitume ya Allah, walikadhibisha maelekezo ya Allah. Kwa hiyo Allah anamwambia mtume kwamba si hao tu washirikina wa Maka ukakadhibisha wewe na kukadhibisha maelekezo ya Allah, walaqad kadhaba alladhina min qablihim, kwa hakika walikadhibisha wale ambao walipita kabla yao pia wao, kama vile watu wa Ad, Thamud na wengineo. Fakaifa kana nakir, na ni vipi ilikuwa maonyo yangu. Angalia maonyo yangu, matokeo yake yalikuwa nini? Watu wa Adi walifanywaje? Watu wa Adi walifanywaje? Waliangamizwa kwa upepo mkali. Watu wa Thamud waliangamizwa kwa ukelele. Watu wa Qaumu Lut walitekwa kwenye mji wao wakapelekwa juu kabisa huko. Allah tabaraka wa taala akamwamrisha malaika upendue ule mji, Allah akafanya juu chini, wakatangulia wao wenyewe, ikaja mchanga, ikaja mawe. Maneno haya Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama kumfanyia maliwazo na taslia, kwamba usione wanakusumbua hao washirikina, hata wenzio waliopita pia walisumbuliwa na watu wao, lakini matokeo watu wale tuliwaangamiza. Kwa hiyo achana na masikitiko, wewe utasalimika na dawa yako itaenea. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad, tumeweka ahadi kwamba mitume, wenye kuwafuata mitume wote tutawanusuru na kuwapa ushindi duniani na siku mashahidi watakapotoa ushahidi. Kwa hiyo ni maneno ya kumliwaza mtume asione kwamba yeye pekee ndio aliotengwa na kukataliwa na watu wake, bali hata mitume iliyopita walikataliwa. Lakini Allah anasema fa kaifa kana nakir, ilikuwaje kwa wao maonyo yangu. Nakiri hapa vile vile kuna yaul mutakallim imeondolewa, asli yake fa kaifa kana nakiri, wa hudhifat yaul mutakallim bisababi muraati alfawasil, kuchunga visimamo, kwa sababu ingekuwa wizani umekosekana, ile saj'i ingekosekana. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidu, je, hawaoni kwa mazingatio kuwaona ndege fawqahum, ambao wapo juu yao, saffatin, hali wakiwa wanakunjua mbawa zao,
wayakbidh, na wakati wakikunja mbawa. So wataka ujue ukubwa wa Allah, wataka ujue kwamba Allah yupo. Allah anataka umwangalie mwewe, umwangalie mwewe namna anavyokunjua mbawa zake, na wakati mwingine na bana mbawa zake. Allah anasema ma yumsikuhunna illa arrahman, hakunapo anawazuia wasianguke isipokuwa nani? Ni Allah mwingi wa rehema, wa huruma yake. Yule ndege au mwewe yule, mfano wakati mwingine utamwona mbawa amezikunjua hivi, hazipigi. Wallahi naweza kachukua hata dakika 2 dakika 3, anazunguka tu, hasa wakishinda wakiwa kule juu, wana spendi tu kule, ametulia, mbawa amezikunjua hivi. Yani mpaka ujiuliza, wallahi ukiangalia unapata mazingatio makubwa sana. Saa nyingine unaweza ukakaa ukamwangalia yule mwewe, alafu kasema alhamdulillah rabbil alamin. Sasa kanatishwa na nini pale? Mbona apigi mbawa wala kuonya harakati zote, yuko kimya, atulia tu, akata masafa, mara kazunguka huku, mara kazunguka. Allah anauliza ni nani anomzuia vile asianguke? Bado hamjajua ukubwa wa Allah na uwezo wake na huruma wake. Tumeelewana? Kwa hiyo Allah ametaka wanadamu waangalie ukubwa wa Allah kupitia mwewe, kupitia ndege, namna wanavyokuruka na kupiga mbawa zao na kukunja mbawa zao. Swafati imekuja kwa ismu, alipozungumzia maana ya kuachia mbawa, kukunjua mbawa, amezungumzia kwa ismu fa'il. Swafati jamu swafa. Kwa sababu gani imezungumziwa kwa ismu fa'il na kukunja imezungumziwa kwa fi'li wa yakbidh? Wanasema ulama kwamba tukio la kukunjua mbawa kwa ndege ndiyo tukio la muda mrefu mno kuliko kukunja mbawa zake akiwa yuko juu angani. Sio, tumeelewana? Kukunjua mbawa, kwa sababu hawezi ndege kuruka kama atakuwa amebana mbawa. Kwa hiyo ili aruke afanyeje? Asikunjue sana, alafu ndio apige. Sasa akichoka hacha enda hivi. Kwa hiyo tukio kubwa la ndege ni kwa kukunjua mbawa, ndio anakwenda vile. Anapopiga hivi kubana, maana yake anatia kasi, kuongeza kasi. Ikiwa kubwa na acha naenda sasa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kule kukunjua kwa mbawa amekutaja kwa ismu lidalalati ala dawami wa thabat, kwa sababu ndio tukio la muda mrefu kwenye kupuruka ndege. Wayakbidh, na ukunja mbawa zao wakati mwingine. Tumeelewana? Tukio hili amelitaja kwa fiili kwa sababu ni tukio ambalo si kubwa kulinganisha na kule kukunjua mbawa. Wallahu a'lam. Lakini kikubwa cha kujifunza hapa, ma yumsikuhunna illa arrahman, hakuna yoyote ambaye anawazuia wasianguke wakiwa kwenye harakati zao hizo ndege, illa arrahman, isipokuwa Allah tabaraka wa taala ambaye ni mwingi wa rehma. Arrahman hapo ilipo ndio fa'il, kwa sababu jumla istithnai hapa imekuwa ni jumla tu manfiya naqisa. Jumlatu istithnaiya ni jumlatun manfiyatun naqisatun. Inapokuja hivyo, kitu kinachokuja baada ya illa, adatul istithna, inachukua i'rabu ya kile kilichopungua nyuma. Mfano wasema hapa ma yumsikuhunna, ma ni harfu nafi, si ndivyo? Harfu nafi. Yumsiku ni fi'l mudhari marfu, wal ha'u dhamirun muttasil mabni ala dhammi fi mahalli nasb maf'ul bihi muqaddam. An-nun
hapo jamu niswa, faili haipo hapo, si ndio maana yake? Faili haipo. Kwa hiyo sentensi imepungua, alafu ikaja adatu istithnai illa. Kwa kuwa imekuja illa istithna na jumla nyuma imepungua, kile kilichopungua nyuma ndio kitakuja baada ya adatu istithna. Arrahmanu inakuwa ni fa'ilun marfu'un muakharu, ndiyo mtendaji ambaye amekuwa dhumma, ameletwa kwa kucheleweshwa, kwa sababu maf'ulun bihi ametangulia huko nyuma kabla ya adatu istithna illa. Jumla kama hizi wanaita ni manfiya naqisa, na adatu istithnai mara nyingi zinakuwa ni mulghatun la amala laha min al-i'rab, hazina kazi hapa ila kwa sababu sentensi haijakamilika huko nyuma. Ma yumsikuhunna illa arrahman, hakunapo anawazuia wasianguke ndege hao angani isipokuwa ni Allah ambaye ni mwingi wa rehema, kwa huruma zake anawazuia wasianguke, waendelee na harakati zao kama kawaida. Kama ndio hivyo basi, innahu bikulli shay'in basir, hakika ya yeye katika kila kitu ni mwenye kuona. Anakuona pia wewe harakati zako, huwezi kuanguka. Allah anaziona harakati zako kama anavyoziona harakati za mwewe kule angani. Huruma yake ikampelekea Allah hasianguke mwewe yule, aendelee na harakati zake na kufikia utafutaji wake. Hata kwenye utafutaji wako Allah anakuona, uwezi kuanguka ukishikamana na kumwamini Allah tabaraka wa taala. Mwamini Allah na ujue kwamba Allah anakuona kwenye harakati zako. Yeye ndio alikwambia huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha, si ndio alikwambia hivyo kwamba tafuteni sababu za kutafuta riziki kwenye ardhi. Maana yake uweze ukatoka hapa ukaenda Pangani kutafuta, mtu wa Pangani naye akaja mjini hapa, mwingine anaweza akatoka hapa akaenda Unguja, mwingine akatoka Unguja akaenda Dar es Salaam. Harakati zote na nyendo zote zile Allah, innahu bikulli shay'in basir, Allah naona yote. Wala wewe hutompotea Allah kwamba umetoka kwenye utafutaji basi kila siku utakosa. Hata uze mchanga, madamu umechukua sababu, basi watakuja wenye shida ya mchanga watakuja nunua. Madamu mfanye ile taharuk, umechukua ile sababu, akhadta bil asbab, basi Allah anakuona kwamba mja wangu ametoka hatua fulani kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya lengo la utafutaji, ngoja mimi nifungulie. Kwa hiyo tusiogope kujishughulisha kwamba sasa mbona kila biashara nyoibuni kuna mtu. Maana saa ingine mtu anaweza akawa ana mtaji wake, bwana tukauzeni, mimi nataka niuze karanga na chekeche lile, lakini tokea nianze kubuni biashara hii wameshapita vijana 7 hapa na chekeche yao, mimi nitakwenda uza wapi? Wajidanganye, uza hiyo karanga utapata. Yule mwingine anakuambia mimi nibuni bwana niuze mitumba, lakini kila ninapopita mchana naona kuna jamaa kashafungua la mtumba. Usijidanganye, innahu bikulli shay'in basir, Allah anakuona. Hata wewe nyumba 6 mmefuatana hivi, wewe una riziki yako kwa sababu umechukua sababu. Allah anapenda sana watu wenye kuchukua sababu kwenye utafutaji. Ili suala la kuleta wateja sio la kwako, eti kwa sababu biashara mtaani kwenu ziko nyingi za aina moja, sio ya kwako. Wewe kazi yako ni kuchukua sababu ya utafutaji. Suala la kuleta riziki pale sio lako. Waweza ukabuni biashara sehemu uko peke yako, lakini usipate hata mteja, kwa hikma zake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah anasema kama alivyoweza kumzuia ndege juu katika mawindo yake ya utafutaji, akawa anatoka sehemu fulani anaenda sehemu nyingine utafutaji, akaenda angani juu kwa juu bila kugusa ardhini na akafika salama. Na wewe pia kwenye harakati zako za utafutaji Allah anakuona na utafika salama na utafanikiwa. Chukua sababu kama alivyochukua ndege.
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra takhdu ghimasan wa taruhu bitwana, kama mnamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, basi Allah angewafungulieni riziki kama alivyomfungulia ndege. Ndege anamtegemea sana Allah tabaraka wa taala katika riziki. Anachojua yeye ndege ni kutoka kwenye kiota chake, ndicho anachojua. Enda tuma wapi siku hiyo, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Lakini hutomuona ndege kabakia kwenye kiota chake, kwamba labda kuna ndege mwenziwe atakuja atapika na yeye halo siku hiyo hapa. Yeye akiamka safari ni ile function kimana, lakini yeye wanaitumia wao sana kuliko tunavyotumia sisi. Kuna jitu laweza likalala mpaka saa 4 saa 5 bado liko nyumbani limekaa, halina shughuli yoyote, kwa sababu waliuza nyumba ya urithi, basi malizia mafao yake, ndipo atafute kazi ya kufanya. Toka nenda utafute huko, achana, utamaliza alafu utaadhirika. Chukua sababu. Ndege hata kama kashiba vipi jana usiku aliporudi kwenye kiota chake, asubuhi atatoka tena. Taghdu ghimasan wa taruhu bitan. Allah anasema ndege wanavyomtegemea Allah, asubuhi wanatoka matumbo matupu, tumbo tupu kabisa. Maana usiku kucha kanya chakula chote kamaliza kwenye tumbo, asubuhi kaamka hana chochote kwenye tumbo, huyo atoka zake, atoka tumbo tupu, jioni arudi tumbo liko full kajaza. Lakini hana shamba, hakwenda kwa mjomba huyo kwenda njaa, hakwenda kwa shangazi, sio hakwenda kwa jirani, yeye kama kutoka. Ni mifano ambayo na sisi yatakiwa tufanye hivyo. Toka katafute shughuli, usikae kwamba mimi nimetuma vyeti vyangu natafutiwa kazi na mjomba huko Dar es Salaam, kwa hiyo ikitiki mimi nitaenda Dar es Salaam kaajiriwe. Toka kapige zege kwanza. Hiyo kuajiriwa, wajua utajiriwa leo. Naam, umemaliza chuo, umemaliza nini, lakini si wataka kula, wataka kuvaa wewe. Wajua hiyo ajira yako itakuja lini? Kajichangamshe, katafute riziki, kapige zege, kachimbe mashimo upate hela huko. Usomi wako hautaondoka kwa kutafuta riziki yako ya halali. Hiyo itakapokuja kuajiriwa, sawa, utaingia kwenye mfumo. Lakini kwanza wewe, kwa kuwa una mahitaji, jichanganye. Asubuhi toka nyumbani pale, nenda kwenye utakuta vibarua huko mitaani, utapata connection huko. Watu watakwambia kuna gari kule atakiwa lisukumwe leo, watakiwa vijana 6 hapa. Mwenye gari asema kila kijana atapata 5,000 tukilisukuma ile gari. Nenda, unaweza kupata riziki. Unaweza ukafika ukaambiwa hapa pana shimo la takalichimbwe, watakiwa vijana, kuna mmoja amepungua, kama waweza ingia hapa. Yote yani kwa sababu ya kutoka. Hakuna atakayokufuata nyumbani kwako akwambia bwana twende kwenye kibarua leo. Hakuna. Wewe mwenyewe jichangamshe, ukichukua sababu ile, Allah naye anakutilia taufiki, unafikia kule unapotaka. Innahu bikulli shay'in basir, hakika ya Allah yeye katika kila kitu ni mwenye kuona. Maana yake anaona kila kitu, harakati zetu, nyenendo zetu na yale ambayo tunahitaji. Tusimame hapa, tumwombe Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na rehema zake atujalie mimman yastamiuna qawla fayattabiuna ahsana. Insha Allah kesho tutakuja anza aya hii na kuendelea na sura yetu insha Allah. Naam, maswali.